Kama kuna shaka yoyote, hofu juu ya golikipa Yakub Suleiman kuhusiana na uwezo wake kucheza mpira kwa miguu, basi katika mchezo wa siku ya Jumapili kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda kucheza dhidi ya Petro Atletico ya Angola, golikipa wa wapinzani wa Simba, hapa nazungumzia Hugo Marques, yeye ni majanga katika eneo hili. Ndio, ni kwamba ni kipa mzuri sana, amefanya makubwa sana katika klabu ya Petro Atletico anaichezea sasa, lakini pia timu ya taifa ya Angola. Ni kipa ambaye ana uzoefu mkubwa. Umri wake kwa sasa ni miaka 39. Lakini sio hilo tu, guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia, lakini urefu wake ndio unampa nguvu zaidi pia katika kucheza mipira na hasa ya juu. Ana urefu wa futi 6 na inchi 3. Ni kipa mrefu sana, ni kipa ambaye anapokuwa hapo uwanjani katika mchezo huo dhidi ya Simba kwa Mkapa jijini Dar es Salaam, akipata nafasi ya kucheza, basi wachezaji wote 22 uwanjani, yeye ndo atakuwa ndo mrefu zaidi kuliko wote. Ni mzuri sana katika kucheza ile mipira 1v1, anajua namna ya kwenda kumghasi mpinzani ili kuhakikisha anapunguza eneo na kumfanya apunguze nasibu ya kufungwa. Ni kipa ambaye mzuri katika kuanzisha mpira kwa kurusha kwa haraka pindi anapoupata, kuwarushia mabeki wake akina Ruben, akina Kinito, na hatimaye kufikisha kwa viungo wao akiwamo akina Jonathan Toro, na hatimaye kufikia washambuliaji wao akiwemo kina Mabululu mdogo, nazungumzia Joe Patiensa. Lakini kasoro yake mojawapo ni juu ya kucheza mpira kwa miguu, na hasa mpira unapomwendea kwenye guu lake la kushoto, ambalo ni guu dhaifu kulinganisha na mguu wake wa kulia. Kwenye mguu wa kulia walau yuko na uimara, ndiko ambako hutumia zaidi katika kupiga ile mipira tunasema goal kick. Mipira mingi huicheza kwa mguu wake wa kulia. Unapokuja mguu wa kushoto, majanga. Ni hapo ndipo ambapo huwa wakati mwingine anapoteza mipira pasipotarajiwa. Anaweza sio na pressure kubwa, lakini mpira ukiwa kutambalizwa upande wa kushoto, kwa maana kwamba mguu wa kushoto utumike, huwa anahangaika, anatapa. Kwa sababu hiyo, hofu ile ya baadhi ya mashabiki wa Simba wa Tanzania juu ya kipa wao Yakub Suleiman katika kucheza mpira kwa miguu, basi wajue kwa Petro Atletico pia kipa wao bora sana Hugo Marques ana tatizo hilo. Kwa sababu hiyo, kwa Simba, kama tatizo hili limethibitika mara kadhaa kwa Yakub Suleiman, bila shaka mwenyewe Yakub Suleiman, kocha wake Suleiman Matola, meneja wao Dimitar Pantev na benchi la ufundi kwa ujumla watakuwa kwa vyovyote vile wanashirikiana kuona namna gani ya kulikabili swala hili. Mojawapo ni kutorudisha pasi zisizo sababu kwa golikipa Yakub Suleiman. Lakini pili ni yeye mwenyewe kuongeza ubora wake katika kupasiana. Tatu ni kwa walinzi wake, kwa wachezaji wengine wa ndani, kuona namna gani kama wanamrudishia mpira basi wampasie kwenye mguu wake wenye nguvu zaidi na sio kwenye mguu wake ulio dhaifu ambao humfanya wakati mwingine awe sababu ya kupoteza mpira na hivyo kuhatarisha timu yao katika kuruhusu mabao. Lakini kwa Hugo Marques, hii ni habari njema bila shaka kwa wachezaji wa Simba na hasa wachezaji wao wa safu ya ushambuliaji. Simba chini ya Dimitar Pantev, mara nyingi mfumo wao wa baada ya golikipa wanakuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3, ama baada ya golikipa kuna kuwa na walinzi 4, viungo wawili ukabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Hao watatu viungo wa ushambuliaji na mshambuliaji kinara, lakini hawa washambuliaji 3, lakini na mmoja kutoka katika hawa 3. Mara nyingi wanatazamiwa Simba inaposhambulia wao wanakuwa karibu zaidi na lango la mpinzani. Sasa shinikizo wanapaswa kulifanyia kule juu. Dimitar Pantev ni fundi sana katika kucheza mpira wa namna hii, kwamba muda mwingi wapinzani wacheze chini ya carpet, wakose pumzi, making them play under the coach, na hivyo kuwafanya hata zile build up ambazo timu kama Petro Atletico hupenda kuanzisha katika eneo lao kwa mfumo wa baada ya golikipa ni walinzi 4, viungo waliokabaji, viungo 3 shambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, kama ambao Simba pia hutumia. Basi golikipa Marques huwa ni chanzo cha uanzishaji ujenzi wa shambulizi kwa kuwapasia mabeki wake kina Ruben, halafu mpira upitishwe katika eneo la kati kwa viungo wao kwenye progression, halafu viungo wa ubunifu, nasema kwenye eneo la ubunifu, halafu kwenda kwa washambuliaji kwa ajili ya finishing. Sasa Simba wanatambua vizuri, ukifanya shinikizo la kutosha kule juu, high pressing, unawafanya wakose hiyo fursa. Utawafanya wakati mwingine walazimike kurudisha mpira kwa kipa wao. Hapo ndipo Simba mweusi, hapa nazungumzia
Jonathan Soa au Steven Dese Mukwala, kama sio Jonathan Soa kama mshambuliaji kinara, wanapaswa kutocheza mbali na kipa huyu na kumfanyia shinikizo zaidi kwenye mguu wa kulia ambao una nguvu zaidi, ili alazimike kutumia mguu wa kushoto. Akitumia mguu wa kushoto, wakati mwingine hupiga pasi fyongo ambazo mwisho wa siku huangukia kwa wapinzani au kutoka nje kwa kona au mpira ya kurusha. Kwa kufanya hivyo, Simba mbali na mipango mingine ambayo meneja Dimitar Pantev na benchi lake la ufundi wanayo katika kutafuta mabao, lakini hili pia ni eneo ambalo anaweza kalitumia kuwa chanzo cha kuadhuru Petro Atletico, kwamba kipa wao ni wanteleza kwenye guu lake la kushoto. Kipa wao sio mzuri kihivyo katika kucheza mipira kwa miguu, footwork yake iko chini. Wakiitumia vizuri, wanao uwezo wa kupata mabao na kuwapa furaha na Simba, kuwapa furaha wa Tanzania, ili mwisho wa siku waanze na mguu mzuri katika kundi lao la D, Ligi ya Mabingwa barani Afrika, tukitambua kwamba kwenye kundi lao mbali na Petro Atletico wapo na Stade Malien, mechi itakayofuata baada ya hii, lakini wapo vile vile na Esperance de Tunis ya Tunisia. Ni kundi ambalo kama yalivyo makundi mengine Ligi ya Mabingwa barani Afrika, hakuna mechi nyepesi hata kidogo. Juu ya mechi ikoje inategemea na namna ambavyo wachezaji wanatimiza mipango kazi ya benchi la ufundi. Petro Atletico, Simba wana maeneo mengi ya kuweza kuadhuru, lakini mojawapo ni hili kwa golikipa wao bora mzuri sana Hugo Marques, lakini ana tatizo hili la kucheza mipira kwa miguu yake. Katika msimu wa 2023-24 kwa mfano, wakati Petro wakishiriki hatua ya makundi Ligi ya Mabingwa barani Afrika, Hugo Marques alicheza mechi zote ambazo walifika mpaka hatua ya robo finali. Kwenye kundi lao mpaka wanafika robo finali, alipocheza alitoa pasi akiwa kwenye eneo lake. Hugo Marques, pasi kwenye eneo lake, alipiga pasi 188. Pasi hizi hakuwa na pressure kihivyo, ni kwenye eneo lake, maana yeye ndo anaanzisha au amerudishiwa. Uwezi amini, katika pasi hizi zilizofika zilikuwa pasi 173. Maana yake kuna pasi 15 zilipotea bure beleshi kwenda kwa wapinzani wao ama kutoka nje. Ni kwa sababu ya tatizo hili la kutokuwa mzuri katika kucheza mpira kwa miguu. Sasa ni eneo muhimu sana kama ushahidi wajua namna ambavyo wanaweza wakatumia hiyo fursa wekundu wa Msimbazi Simba kupata kitu. Ikumbuke Simba wanakwenda katika mechi huko eneo lao la ushambuliaji wakiwa kwenye kiwango kizuri. Jonathan Soa, Morris Abraham, Kibu Dennis Prosper, Jasha Ahua, Eli Mpanzu Kibisawala. Kuna ongezeko la Mohamed Bajaba, alikuwa na majeraha kwa kipindi kirefu, sasa anaweza kutumika katika mchezo huu. Lakini wapo kina Lada Kichasabi, Joshua Budo Mutale, wote kwa pamoja wanapokwenda kushambulia, wakipata nafasi ya kucheza, wajue chimbo mojawapo, eneo mojawapo wanaloweza kuleta furaha kwa wanasimba, kwa Watanzania, ni hapa kwa golikipa Hugo Marques. Katika ligi kuu ya Angola msimu huu mpaka sasa, hawa Petro Atletico wamecheza mechi 6. Katika mechi 6 wameshinda 4, lakini wamefungwa mechi 2. Msimu uliopita wakati wakitoa ubingwa ligi kuu ya Angola, Jirabora, ilikuwa mechi 30 za ligi kuu ya Angola, maana nako kuna timu 16 kama ligi kuu Tanzania bara, walipoteza michezo 2 tu. Lakini msimu huu mpaka sasa mechi 6 washapoteza mechi 2. Maana yake kama wanaendelea na mwenendo huu kwenye ligi yao, kwa wastani wa kupoteza mechi 2 kila baada ya mechi 6, maana msimu wanaenda kupoteza mechi 10. Bila shaka wataimarika zaidi baadaye, lakini kuonyesha kwamba kidogo wana shida. Wapoteza mechi dhidi ya timu ya kawaida kabisa ya Salvador, lakini wakapoteza mechi ya watani wao wa jadi de Agosto katika mechi ya El Clasico, walifungwa 1-0. Ile ya Salvador walifungwa 2-1. Lakini kwenye mabao mpaka sasa, yes, katika mechi 6 wamefunga mabao 10, wameruhusu mabao 5. Yapo ambayo yanatokana na makosa ya golikipa Hugo Marques ya kutokuwa mzuri katika kucheza mpira kwa miguu. Mnataka nini tena washambuliaji wa Simba? Kwamba mbinu zenu nyingi nzuri za kuwezesha kupata mabao ya kutosha, lakini moja wapo hii small details iliyojificha ni kwa Hugo Marques. Piga shinikizo akipata mpira na hasa kwenye mguu wake wa kulia, ili auhamishie mguu wa kushoto ambako ana udhaifu zaidi. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri. Mtazamaji, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment.